kwanza kwa mwaka wa fedha 2023 hadi 2024, serikali ya Kenya Kwanza ilianzisha hatua mpya za ushuru, ikiwemo kuongezeka ushuru wa VAT kwa bidhaa VAT kwa bidhaa za mafuta kutoka 8% hadi 16%. Mapato ya wafanyakazi yalipungua kwa kiasi kikubwa baada ya kuanzishwa kwa makato mapya, ikiwemo 15% ya ushuru wa nyumba, 2.7% kwa hazina ya bima ya afya ya jamii SHIF, na ongezeko la makato kwa hazina ya malipo ya uzeeni NSSF. Hatua nyingine za ushuru katika mswada wa fedha wa 2024 zilisababisha maandamano makubwa ya vijana kutoka nchini, yaliyomlazimu rais kuondoa mswada huo. Baadhi ya wandani wake wa zamani katika serikali ya Kenya Kwanza sasa wamegeuka kuwa wakosoaji wake wakuu, wakimlaumu kwa kuharibu uchumi kupitia ushuru wa kikatili. Hata hivyo, Rais Ruto amekuwa akitoa picha chanya kuhusu mwelekeo wa nchi, akisisitiza kuwa serikali yake bado iko kwenye mkondo wa kuboresha maisha ya wanyonge. Katika uchaguzi wa mwaka 2022, Rais Ruto alijitokeza kama mtetezi wa maskini. Aliahidi kuunda ajira milioni kwa vijana wa kuzingatia mahitaji ya wafanyakazi wa kipato cha chini. Kenya Kwanza iliahidi kujenga nyumba 250,000 kila mwaka na kuongeza upatikanaji wa makazi ya bei nafuu katika 2% hadi 50%. Walikusudia kutumia mifano ya kifedha ya muda mrefu ili kuhakikisha upatikanaji wa nyumba kutoka kwa wastawishaji. Hata hivyo, baada ya kuingia madarakani, idadi ya nyumba ilipunguzwa kwa 200,000 kwa mwaka. Okay, ilikuwa zikuwe 250,000, sio? So amepunguza zikakuwa 200,000 kwa mwaka, na inafaa ikuwe 250,000 per year. So ametoa those 50. Anatupima. Mpango huo ulianzisha kodi ya nyumba ya 1.5% ya mshahara wa kila mwezi wa mfanyakazi na kiasi sawa kutoka kwa waajiri. Kwa sasa nyumba 148,000, mtanisamee kidogo, 148,165 zinajengwa na 11,000 tayari zimekamilika. Huu ni upungufu mkubwa ikilinganishwa na lengo la nyumba 500,000. Kufikia Aprili mwaka 2025, Kenya Kwanza iliahidi kutoa shilingi 50 bilioni kila mwaka kwa wafanyabiashara wadogo kupitia vyama vya akiba na mikopo, mitaji ya uwekezaji na mikopo ya muda mrefu kwa biashara mpya na zinazokuwa. Hustler Fund ilizinduliwa Novemba 30 mwaka 2022 na iliahidi kutoa shilingi bilioni 50 kila mwaka kwa miaka 5 ijayo. Hata hivyo, hazina hii imeendelea kupungua kutokana na kutolipwa kwa mikopo. Katika mwaka wa fedha unaoishia Juni mwaka 2023, zilitengwa shilingi bilioni 12 hazina hiyo. Katika mwaka uliofuata unaishia Juni mwaka 2024, ilitenga shilingi milioni 800 pekee zilizotolewa
tolewa kwa hazina katika mwaka mpya wa kifedha unaoanza Julai 1 imetengwa shilingi bilioni 1 dhidi ya ombi la shilingi bilioni 5. Kenya Kwanza iliahidi kubadilisha wakulima maskini milioni 2 kuzalisha chakula cha kutosha hadi cha ziada kupitia fedha za pembejeo na msaada wa nyanjani wa kilimo. Serikali ilitekeleza mpango ya ruzuku na mbolea na wakulima milioni 53.6 wamesajiliwa. Hata hivyo, mpango wa ruzuku ulijikuta katika kashfa ya rushwa baada ya naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kudai kuwa mbolea iliyouzwa kwa wakulima